Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa uhai kwa siku ya leo. Tumefika hapa salama salimini kwa afya njema. Nipende kujitambulisha kwa majina yangu matatu. Naitwa Julius Chacha Machela. Ni mkurugenzi mkuu wa kituo cha Machela Okombo Sport Academy kilichopo Mwanza, kata ya Maina, mtaa wa Mwananchi. Huwa kama desturi yetu, kama kawaida yetu hivyo kusanyika hapa kwa siku ya leo ni bonanza. Hili bonanza ni uendelevu kama kawaida yetu. Leo ni siku ya kumkabidhi mchezaji bora wa mwezi kiatu cha dhahabu kutokana na nidhamu zake uwanjani, nje ya uwanja. Ni hivyo tu kwa siku ya leo. Ni utaratibu wa kawaida, ni endelevu kwa ujumla. Nilianza hapa walikuwa wanafanya vizuri, nilikuwa natoa zawadi za smart watch. Hiyo ni zoezi endelevu waga tunafanya. Okay. Vitu ambavyo mnaviangalia kwa mchezaji bora wa mwezi? Ni vitu gani ambavyo mnaviangalia wakati mnamteua mchezaji bora wa mwezi? Kwanza tunaangalia vigezo vya mchezaji anapokuwa performance yake uwanjani na nje ya uwanja. Jina naitwa Ibrahim John Asel. Mimi ni mchezaji wa Machela Okombo Sport Academy. Nilikuwa mchezaji bora wa mwezi. Namshukuru Mungu pamoja na viongozi wa timu ya Machela Okombo Sport Academy. Naambia wachezaji wenzangu wajitahidi waongeze bidii. Kwa majina naitwa Lucas Linus Magadi, ni meneja maendeleo ya biashara ya timu. Kama unavyoona tunadili na vijana wadogo. Ili kuwaweka pamoja tunahitaji kuwafanyia motivations. Na hilo hapo halitoshi. Tunafanya kama charity, lakini natakiwa iwe kwa lengo ambao wenzake wakiona waweze kujituma. Hatuna cha kuwalipa, wanajitolea. Tumefanya kama motivation tu kuweka pamoja na kuona thamani yake anapokuwa anafanya vile vipengele vya kumfanya awe mchezaji bora. Aisee bwana, kusema ukweli ni kwamba tumegundua kwamba watu wengi wanapenda mpira. Ndio mchezo namba 1 unaopendwa duniani. Ukiita tu kwenye mpira wanajaa. Na wamepata miundombinu ambayo tunapambana kidogo, soksi, wengine wanakuja wana viatu, kununulia viatu. Kwa wanaona support ipo, hapo anapewa muda kucheza. Kwa ni wameitika. Tunaongea nao kama tunapokuwa hapo uwanjani, walimu tunaongea nao kama watoto wenzio. Tuko kwenye transition period kwamba kuna vitu vingine tunazidi kuboresha, lakini sasa hivi ni mzazi tu kumruhusu mtoto wake anakuja, then kuna contract ana sign. Hao watoto wadogo huwezi ukawa unapokea tu mtoto kutoka sehemu nyingine. Maana sasa hivi tushaingia kwenye mfumo hadi kufanya usajili. Tunasajili wachezaji kutoka kwenye academy zingine tunao hapa. Mpaka sasa hivi tuna wachezaji 3 wapya ambao tunasajili. Kwa tunaendelea kufanya usajili, na tunapoendelea huko hivi tutafanya maybe recruiting kwa kuzingatia nidhamu. Na mbeleni huko mambo yakikaa sawa, tutakuwa na vipaji tofauti na mpira tu. Kuna wengine watakuwa wanaweza kuwa waandishi wa habari kama nyie, wachipukie kwenye kipaji. Kwa tutakuwa tunakuza. Kingine ambacho tunakifanya zaidi ni wengi hawa tumebase kwa watoto wadogo ambao wengi ni wanafunzi. Tutakuwa tunafanya na program ya kutoa hamasa za kimasomo academic. Kwamba mwanafunzi atakayefanya vizuri, tushaanza na form 2 ambao ndo candidate kwa mwaka huu na form 4. Kwa wale tunategemea ukiwa unafanya mazoezi kwetu, wewe ni timu yetu. Majina naitwa Abdulkarim Abdalla Mlambo Kaite. Nipo hapa Machela Okombo Sport Academy. Nipo under 20 ya umri 17 kushuka chini. Sisi tunamshukuru sana mkurugenzi wa kituo kwa fursa kama hii aliweza kutuletea sisi vijana wa mtaa wa Mwananchi. Maana yake fursa hii aliyoitoa ametuepusha na vitu vingi sana huko mtaani ambavyo saa hizi tusingekuwepo hapa. Leo hii kuna wengine hapa walikuwa kwenye matukio ajabu, wengine walikuwa kwenye genge vya bangi, wengine kwenye pombe. Ila watoto hicho walichofanya kuleta kimetusaidia sana. Kama hivi tunakutana kutimiza ndoto zetu, malengo yetu, pia na vinginevyo vyote. Kwa hiyo tunamshukuru sana chief kwa hili jambo alilofanya, pia na viongozi wengine ambao nampa kikubwa. Tunaomba tu tupate kwa wadhamini ambao kudhamini kuweza kusongesha kituo hiki kiweze kufika mbali anapohitaji mkurugenzi wetu, na sisi wenyewe tuweze kufanyaje kutimiza ndoto zetu. Kikubwa nachohusia kama alivyoongea
meneja awali kuhusiana na wanafunzi. Hapa tuna wanafunzi na kuna wengine hawasomi, watu wana majukumu yao kabisa, ila kwa wale wanafunzi kuna kitu niliongea awali, niliwaambia usibeziki sana kwenye mpira ukaacha masomo. Inatakiwa kote ufanye vizuri, darasani uwe vizuri na mpirani uwe vizuri. Pia nikahakikisha na nidhamu haijengwi tu shuleni wala nyumbani. Nidhamu kokote unapoenda, nidhamu ni kitu cha kwanza. Mchezaji kama una nidhamu huwezi ukafanikiwa. Utanunuliwa viatu kila na siku, utacheza mechi tu za hapa mtaani, utaishia hapa. Ila nidhamu ndio silaha kubwa kwa mchezaji, na mafanikio makubwa ni nidhamu. Yaani kama una nidhamu, wallahi Mungu atakufanyia wepesi na nidhamu yako. Na ninawashukuru uongozi wote na hata wachezaji wenzake pia, maana mchezo wa mpira ni mchezo wa kushirikiana. Maana hiyo ya kwamba sio kwamba yeye ndio bora kuliko wachezaji wengine, bali ni neema nimpitia na pia ni juhudi zake, na wachezaji wengine hao wote pia nao ni bora pia. Ndio maana mwanangu naye amekuwa bora na uongozi wote pia bora, ndio maana wamemwandaa mwanangu na yeye anaendelea kuwa bora, ila naomba wazidi kumwandaa tu aweze kusonga, maana hii ndio tuko kwenye hatua ya mwanzo.